Hamjambo wanakundi wenzangu wa kundi la 9. Leo ningependa tuzungumzie Kiswahili, lugha ya Kiswahili kama nyenzo ya kiutamaduni na kiuchumi. Kiswahili kwa mara nyingi inatumika tu kama lugha ya mawasiliano, ila leo nataka tuweze kuzungumza kiupana, tuweze kujua Kiswahili nyenzo ya kitamaduni au kama nyenzo ya kiuchumi. Na kabla tujaanza, tutajitambulisha ili watazamaji wetu waweze kujua sisi ni kina nani. Nitaanza nami, jina nikiwa Rafael Kwendo, aliye hapa atajitambulisha pia. Kwa majina naitwa Marvin Mahulo na nimefurahia kujihusisha na kikundi hiki. Edwin Msungu. Jina langu ni Shane Brace. Lucia Nyango. Jina langu ni Silva Dironka. Daisy Jemchai. Rael Otieno. Kama mlivyosikia, tumejitambulisha, mwisho pale akiitwa Rael Otieno. Kiswahili imekuwa lugha yenye uchangamfu, ina changamoto zake pia ambazo mtazisikia hapo tukimalizia. Ina wataalamu na pia ina umuhimu wake, na tutaanza kujua Kiswahili hiki, hii lugha yetu ya Kiswahili ambayo tunaienzi. Katika shule ya msingi tulikuwa nasema Kiswahili kitukuzwe. Kwa hivyo nitauliza nani yuko tayari au nani angependa kuanzishia mjadala huu, tujue mengi kuhusu lugha yetu hii tukufu, lugha ambayo pia ni lugha ya kitaifa hapa nchini Kenya. Hiyo ni utamaduni wetu, imeanzisha. Nani atachukua kipaza sauti kutoka kwangu? Sylvia, asante sana. Naanza kwa kuzungumzia Kiswahili kama nyenzo ya kijamii. Someka hapa kidogo. Ambapo Kiswahili kinatumika kama ni umoja, kinaleta umoja. Kwa hivyo watu kama milioni 200 Afrika wanatumia Kiswahili na ujumla. Pia Kiswahili kinatumika katika utafiti na pia elimu, ambapo kinafundishwa kwa mashule, chuo, na pia hivyo kuleta uelewa. Pia Kiswahili kinatumika kama lugha rasmi, ambapo kinatumika kwa Jumuiya ya Afrika, kwa kurejelea Profesa Kimani Njogu, ambapo anasema Njogu ambaye ni mtaalamu wa fasihi ya Kiswahili kutoka Kenya, anasema kuwa Kiswahili ni chombo ambacho kinaleta umoja katika jamii ya Afrika mzima na Afrika Mashariki. Asante. Asante sana. Ukipata kwa sauti angalau usongesha karibu ili sauti iweze kusikika vyema. Umesema Kiswahili ni lugha rasmi, si ndio? Na pia ni lugha rasmi kule kwa majirani zetu hapa nchini Tanzania, ni lugha rasmi. Na serikali yetu ya nchi ya Kenya imeweza kusaidia katika ukuzaji wa Kiswahili kwa kufanya Kiswahili kuwa lugha ambayo inafundishwa shuleni. Pale shule ya msingi na chuo cha shule ya upili, lugha ya Kiswahili huwa lazima kujifunza. Si namna hiyo wenzangu? Naam. Kwa hivyo hapo ni hongera kwa serikali na Wizara ya Elimu kwa kusaidia kukuza lugha hii yetu tukufu. Nani mwingine angependa kuendeleza mjadala huu kufika pale ambapo tumefikia? Rael, una jambo? Naam. Asante sana. Acha nipitie kipaza sauti kwako. Licha yayo, ningependa kuongezea Kiswahili kama rasilimali ya kiuchumi, ambapo tunapata kuwa Kiswahili inatumika katika sekta ya biashara. Tunapotumia Kiswahili katika kuwasiliana na watu, inaeneza kuendelea kwa matumizi ya Kiswahili, ambapo watu wengi pia kama watalii pia wanajifunza Kiswahili. Jambo hili linakuza sana matumizi ya Kiswahili, pia inatuletea faida kama wana Afrika Mashariki. Nikiongezea na hiyo, inatumika kwa vyombo vya habari na teknolojia
Kiswahili kinatumika katika redio, televisheni na majukwaa ya dijitali kueneza Kiswahili, na hivyo wataalamu wameamua kupanua Kiswahili kwa kuunda programu, hivyo kuendeleza ajira mpya na hivyo kutupa ajira na kupata pesa. Pia inatumika kwa elimu ya lugha duniani. Tafsiri ya kimataifa ya UNESCO na vyuo vikuu vya Ulayani na Marekani zinatumia Kiswahili, wanafunzi wa Kiswahili, na hivyo kupitia kufunza huko walimu wanalipwa wakitumia ada na tafsiri. Nikiongezea kwa hayo, kwa mawasiliano pia Kiswahili kinatumika magazetini, si namna hiyo? Magazetini, na pia kuna baadhi ya redio na televisheni ambazo zimeweka siku ya Jumamosi asubuhi kwa siku ambayo wanafunza Kiswahili, wakiwemo wana Radio Maisha, Radio 47, si namna hiyo? Naam. Kwa hivyo wanasaidia katika kukuza Kiswahili na mawasiliano ulimwenguni. Jinsi mmesikia wamesema Kiswahili kinafunzwa katika nchi za ughaibuni, pia Uchina hivi karibuni wameanza kufunza Kiswahili. Kwa hivyo wale walimu wetu hapa nchini Kenya na Afrika Mashariki wakienda kule wanapata kipato, hicho kipato pia kinakuja kiuchumi, wanakata ushuru na serikali. Kwa hivyo inasaidia kukuza uchumi. Wenzangu, yule ambaye ana jambo la kuongezea au anaye hoja tofauti? Kama bado mnafikiria au unawaza labda Kiswahili hapo katika mazungumzo, Kiswahili kimetumika kusaidia biashara mbalimbali. Baadhi ya biashara hizi tumeweza kusikia kwa mwenzetu pale utalii. Watalii wanatoka nchi tofauti. Hata mimi pia naweza kuwa mtalii nikienda kule Masai Mara na kuwa mtalii wa ndani. Watalii hao huweza kufundishwa lugha ya Kiswahili, wengine hao hupenda kuzungumza lugha ya Kiswahili wakufundishwa. Pale TikTok mmeweza kuona yule mwanadada ambaye anajifunza Kiswahili, ambaye ameoleka kwa ndugu yetu ambaye ni wa kaunti ya Kisumu. Sijui kama amekutana naye, ambaye anajifunza Kiswahili. Siku hizi amejua kutamka mahindi, unga, amejua kutamka baadhi ya maneno. Kwa hivyo inasaidia na inaleta umoja wa kimataifa. Si namna hiyo? Naam. Tukizungumza Kiswahili kama taifa, kama shuleni tukitumia Kiswahili, kinatupea umoja. Tunafanya tuonekane sisi wote ni watoto wa mtu mmoja ambaye ni Kenya. Tunaunganishwa na lugha yetu ya Kiswahili. Hata katika isimu jamii pale shule ya upili, najua mliweza kujifunza haya na mkona jinsi Kiswahili kinavyokuza umoja, upendo na wananchi, yani kuwa mzalendo. Si namna hiyo? Yule ambaye ana jambo la kuongezea? Naam. Marvin. Naam, nashukuru kwa fursa hii ambayo umenipa. Na jambo ambalo napenda kusisitiza kuwa Kiswahili ni diplomasia ya kiutamaduni. Na Kiswahili hutumika kama daraja huku Afrika Mashariki na ubara kule Ulaya. Inatuleta pamoja katika mawasiliano, ukizingatia kwamba nchi kama Kenya, labda Uganda kule maeneo chache na Tanzania, utapata kuwa huyu Mkenya huku akielekea huko labda tuseme Mwanza au Dodoma, ataweza kuelewana na wale ambao huko Tanzania, kama anaenda kufanya kitu kama biashara, kusoma. Sasa wanaelewana sana kushinda Mkenya akitoka hapa aende tuseme nchi kama Singapore. Sasa huku tukisisitizia kuwa Kiswahili ni diplomasia. Kama unapata Mkenya anaweza kuwa kanaelekea huko Tanzania, anaweza kaomba kura. Na watu wakaweza kumwelewa. Ukizingatia kwanza mtaalum kama Ali Mazrui anasisitiza kwamba nafasi ya Kiswahili kwa lugha hutumika katika kisiasa, inazaleta kura, kila ambacho nimeweza kuelezea pale. Na hayo masuala yataweza kufikisha kwa njia sawa. Asante.
ndugu yetu amezungumzia Singapore ambapo tunaelekea. Naam. Shen, una jambo la kuongezea? Asante sana dada yetu. Utambulisho wa kitamaduni. Kiswahili hubeba fasihi, muziki, methali na simulizi ambazo ni urithi wa jamii za mwambao wa Afrika Mashariki. Lingine tena, utalii wa kitamaduni. Wageni hufuata uzoefu wa Kiswahili kupitia muziki wa kitaarab, ngoma za pwani na fasihi ya Kiswahili, jambo linaloongeza mvuto wa utalii na linavutia watalii wengi kuja nchini Kenya kwa kuwa wanaelewa lugha ambayo sisi tunaongea. Kuzungumzia utalii na wageni kuja nchini Kenya, tunakumbuka kwamba inatupea fedha za kigeni utalii, si ndio? Naam. Inatupea fedha za kigeni, kila ambacho tunaita kwa lugha ya kimombo foreign currency or foreign exchange. Kwa hivyo inasaidia kuendeleza uchumi, kujenga mabarabara, hizo barabara ambazo tumesikia mwenzetu akisema hapa Singapore za kuelekea huko. Pia ameongelea muziki. Kiswahili pia kimekuza muziki. Ukiangalia muziki kama za wasanii wetu kama Brayo Rayo, msanii wetu chipukizi hapa. Ukiangalia mwenzetu Diamond na Harmonize, nyimbo zao mingi au karibu zote zina Kiswahili. Kwa hivyo Kiswahili kimesaidia kuleta burudani. Ukisikiza muziki unasikia roho imetulia. Hata kama ulikuwa umekasirika, roho imetulia. Kando na pesa, pia Kiswahili ni dawa, muziki ni dawa ya roho. Dawa ya roho. Si namna hiyo? Nani ana jambo la kuongezea? Naam Daisy. Asante sana. Ukiongelelea kuhusu Kiswahili inatumika katika muziki, tukirejelea rasilimali ya kiuchumi, Ndio. muziki inasaidia kuleta mapato. Naam. Wale waimbaji wakiimba wanapata kujiendeleza kwa sababu wanapata mapato yenye inawasaidia katika maisha yao. Na pia walimu wa Kiswahili wanalipwa na serikali, si ndio? Na bodi ya kuajiri walimu ya TSC. Kwa hivyo wanapata pia kipato kupitia kufundisha hiyo lugha moja ya Kiswahili. Nani una jambo la kuongezea? Edwin. Okay, kwa hivyo moja kwa moja nataka tuendelee kurejelea sanaa mbalimbali za lugha ya Kiswahili. Kuna sanaa kwanza ambazo umesikia kama vile muziki, na mfano muziki kuna kama vile nyimbo za Bongo Flava ambazo zinaimbwa na wasanii mbalimbali. Kwa mfano kunaye Diamond Platinum pale katika nchi jirani Tanzania, then kuna nyimbo zingine kama vile taarabu, alafu kuna hip hop za Kiswahili. Alafu sanaa ya pili kuna pale fasihi, kuna kama wengi wetu tumesoma fasihi katika shule ya upili, ambapo kuna mfano, kuna riwaya, kuna mashairi na kuna hadithi fupi pia. Alafu kuna ya tatu, kuna sanaa ya maonyesho ambapo kuna maigizo na kuna pale kuna maigizo, alafu kuna ya pili pale maonyesho ya jukwani. Alafu ya tatu kuna pale okay, tunaendelea mitandao. Kwa mitandao pale kuna maudhui ya Kiswahili ambayo yametambaa katika kimataifa na nchi mbalimbali. Asante tu na ni hayo. Elwin, asante sana. Nani mwingine ana jambo la kuongezea? Ana jambo la kuongezea kwa hayo ambayo tunayo kwa sasa? Mimi nina swali. Kuna swali? Sawa, uliza. Ningependa kuuliza hizi vifaa zile ambazo wachoraji wachora, inaweza tumika Kiswahili, zinaweza kuwaje namna ya mawasiliano? Sanaa ya uchoraji inaweza kuwaje njia ya mawasiliano ukileta kwa namna ya Kiswahili kinacholeta? Leta nikueleza kidogo. Ukiangalia sanaa ya uchoraji kutumika katika kueneza Kiswahili, si ndio?
Unajua kule pwani na Kisumu kuna uvuvi, si ndio? Kwa hivyo ukiona nimechora boti au nimechora samaki, meli, nikichora feri utajua nazungumzia Mombasa, Likoni, si ndio? Nikichora meli, samaki, Kisumu, si ndio? Nikichora waitwaje, heroe, nikichora heroe, hawa ndege ambao wana miguu mirefu, utajua nazungumzia Nakuru. na, si ndio? Kwa hivyo Kiswahili si unaona vile kinaingiana na sanaa ya uchoraji. Na bado kuna zile michoro ukiona unajua huyu anazungumzia kitu fulani. Kama saizi Kenya kuna haya mambo yanaendelea kisiasa, ukiona tu amechora tu, wameandika mali mchoro fulani, mwacha nisizungumzia itakuwa ya kisiasa, lakini unajua tu utajua anazungumzia mwanasiasa fulani. Kama saizi mara kuna kulinda wananchi, kuna kulinda nini. Kwa hivyo kuna tu mchoro ukiona unajua wameongelea mwanasiasa fulani. Bado rangi ya kijani, rangi ya kijani kibichi ni rangi ya bodi ya upigaji kura Kenya ambayo ni IEBC. Ukiona unajua anazungumzia upigaji kura, kukua kadi, si ndio? Kwa hivyo tukiendelea hivyo, nani ana jambo la kuongezea? Sylvia, na jambo? Umetulia. Bado Kiswahili kina changamoto zake, na hizo changamoto pia zina suluhisho. Kwa hivyo nimeona mwenzetu ajiongea hapa tangu tuanze. Lucy, labda unaweza tuelezea changamoto, na hizo changamoto pia tutajua tunazipata aje suluhu, si ndio? Tupe changamoto kadhaa ambazo zinaikumba lugha ya Kiswahili, na labda tunaweza pata pia suluhisho kutoka kwa wenzetu hapa. Ni mazungumzo waziwazi. Asante sana kwa fursa hii. Nikiangalia changamoto za Kiswahili, moja wao ni uwekezaji mdogo wa ukuzaji wa Kiswahili kimataifa, na tena ushindani wa Kiswahili na lugha zingine kubwa kubwa kama vile Kiingereza na Kifaransa. Tena tunapata kuwa changamoto nyingine ya Kiswahili ni kutotumika sana kazini na kwenye taaluma mbalimbali. Tunapata kwamba wengi wetu wanapokuwa pale kazini mara nyingi hutumia lugha kama zile share. Hiyo si lugha ya kitaifa, hiyo ni kuharibu lugha ya Kiswahili. Wanaunganisha Kiswahili na lugha ya Kiingereza kwa umoja. Na changamoto nyingine ni kwamba lugha kutotambulika na mataifa zingine kama Kinyamwezi. Hiyo pia ni changamoto kubwa sana. Asante. Umesema lugha kutotumika pia ni changamoto, si ndio? Tulipokuwa dogo, hata saa hii najua bado inaendelea, tulikuwa na siku karibu 2 kwa wiki ambazo shuleni lazima ungezungumza Kiswahili. Kwa hivyo hiyo changamoto natumai saa hii imeanza kutatuliwa kidogo. Lugha inatumika, kuna siku ambayo lazima uzungumze Kiswahili. Kama si utazungumza Kiswahili unapewa kifaa ambacho tulikuwa naita diski. Diski ungepewa, unajua hapo utapata kuadhibiwa, na hakuna mtu anayependa adhabu. Pia changamoto nyingine ambayo dada yangu labda hakuijua ama alisahau ni ukosefu wa wataalamu wa Kiswahili. Ukosefu wa wataalamu wa Kiswahili, ndiposa mara nyingi unaona serikali inaandaa makongamano ya Kiswahili, vyuo vikuu vinaandaa makongamano ya Kiswahili kupata watu ambao watakuwa na hiyo hamu ya kuendeleza lugha ya Kiswahili. Serikali kutowekeza zaidi katika lugha ya Kiswahili, ila tumeona kwa miaka 3 ambayo imepita serikali ikiweza kuwekeza katika lugha hii kwa kufadhili makongamano ya Kiswahili, kununua vile vitabu katika vyuo na shule za upili na za msingi. Bado vitabu vimeweza kununuliwa kwa wingi, na kufadhili wachapishaji wa vitabu na riwaya za Kiswahili. Mojawapo wa riwaya ambayo ilikuwa lazima kuifanya ambayo ni Chozi la Heri. Hivyo unapata ilikuwa ni lazima kuifanya, na pia najua saa hizi katika mtaalamu mpya au mfumo mpya wa elimu kuna zile riwaya ambazo nimeona wanafunzi wa grade ya 7, 8 na 9 wanazifanya kwa lazima
na pia pale shule ya upili kuna zile riwaya ambazo unalazimika kufanya, iwapo unapenda ama haupendi, lazima uifanye. Hivyo itasaidia kukuza matumizi ya lugha ya Kiswahili. Hizo ni changamoto ambazo zinaandama lugha yetu, na tunatumai serikali yetu, Wizara ya Elimu na washikadau mbalimbali katika lugha hii wataweza kusaidia kutatua changamoto hizo. Tumeweza kushuhudia pia wataalamu wa Kiswahili wakiweza kuzawidiwa na mashirika mbalimbali ambayo ni ya kiserikali na mengine si ya kiserikali. Hivyo ukiona mwenzako amezawidiwa kwa sababu ya lugha ya Kiswahili, pia wewe utajikakamua ufike pale. Ndipo walisema acha mwenzako kikinolewa, chako unakitia maji. Kufikia hapo, kuna jambo ama kuna mtu ana la kuongezea ama swali? Ningependa kuongezea hapo kwa kila ambacho dada yangu Lucy alisema. Alisema kuwa changamoto la Kiswahili yanasababishwa na kuchanganya Kiswahili na lugha ya Kiingereza, ambayo watu wanaweza sema inaitwa share. Sasa hapo utapata kuwa Kiswahili kinachanganywa na lugha ya kimama. Utapata kwamba mtoto anazaliwa afundishwe hata lugha ya Kiswahili. Utapata anachelewa kwenda shuleni, mzazi anakatata kumwonyesha namna kile, hata ajui ni meza ni nini kwa Kiswahili, anaita bado kwa hiyo lugha yake ya kimama. Sasa tungependa kusisitiza kama wazazi hapo, sisi tukikuja tuwe wazazi, tuweze kusisitiza hii jambo la kufundisha watoto wetu Kiswahili mapema, na si tu Kiswahili kile Kiswahili sanifu au mufti. Na pia hiyo italeta utaongezeka kuwa na nambari za mtaalamu. Utapata mtu anaitwa mtaalamu Marvin, hivyo itaongezeka na tutaweza kukuza Kiswahili chetu. Asante. Marvin, umezungumzia malezi. Unajua malezi yanakuza zaidi. Malezi, jinsi unavyomlea mtoto inasaidia ile lugha ambayo atazungumza. Ndiposa nilipopata mtoto wangu nilimfundisha lugha ya Kiswahili kama lugha yake ya kwanza kabla hajajua lugha ya Kiingereza. Itakuwa vyema kama wazazi wenzangu wataweza kuwafundisha watoto wao lugha ya Kiswahili, na si Kiswahili tu, Kiswahili sanifu, ili kuzuia kuwa na mambo kama vile unapatana na mtoto anajua lugha ya Kiingereza peke yake. Unajua wenzetu wanafikiria kuwa kuongea Kiingereza ni ustaarabu. Lakini si ustaarabu. Pia kuongea Kiswahili ni ustaarabu. Lugha zote ni sawa katika isimu jamii. Mnakumbuka hilo? Lugha zote ni sawa. Hakuna lugha finyu, hakuna lugha chache, hakuna lugha ndogo. Lugha zote ni sawa. Kuongeza idadi ya wazungumzaji wa Kiswahili inaanza na sisi. Mimi nikizungumza Kiswahili, leo nizungumza tu Kiswahili sanifu kuanzia asubuhi hadi jioni, si nitakuwa nimeongeza mzungumzaji mmoja wa Kiswahili? Na nikiongeza nikikuja niongeze mtu mmoja aongeze au anaongea Kiswahili kila mara, si tumeongeza wa pili. Ukieleza mwenzako katika zile kampeni za kusaidia kukuza Kiswahili, mwambie ni vyema kuzungumza Kiswahili, itatusaidia hivi kukuza wazungumzaji wa Kiswahili, kuongeza rasilimali za Kiswahili, kuongeza wataalamu wa Kiswahili. Hivyo tutakuwa tunakuza wazungumzaji na lugha ya Kiswahili kwa ujumla, si ndio? Naam. Kuna jambo au swali Edwin, Ryan, Daisy, Sylvia, Shen na Lucy? Kuna swali? Edwin? Nyamaza sana. Kiona Kuba amenyamaza juu anatunga sheria. Unatunga sheria gani? Okay, vile nataka kuongezea kwamba katika nchi ya Kenya, langu ni kuwasihi tu kama vile tuseme serikali iweze kupanga kama vile wabunge waweze kupeleka mswada bungeni ili kuweza kupanga mpango kuhusu lugha ya Kiswahili, ili Kiswahili kiendelee kuwa lugha rasmi na pia lugha ya kitaifa, kwa sababu ukiangalia watu wengi hapa katika nchi ya Kenya wanatumia lugha ya Kiingereza na vile wanafanya ama wanataka kukiua Kiswahili. Kwa hivyo serikali au wabunge wakienda pale bungeni na kuweka mswada wa kuhakikisha kwamba kila mmoja katika nchi anakizungumza Kiswahili, itakuwa njia nzuri sana ama itakuwa mpango mzuri wa kueneza lugha ya Kiswahili nchini.
Maswali. Na wacha nijibu kidogo kabla hujauliza swali Bidaisy. Vile umeweza kusema hivyo Edwin, natumai umeweza kushuhudia sherehe kadhaa za kitaifa. Kabla ya sherehe kwanza, lugha ya Kiswahili huwa huzungumzwa kwa njia ipi? Najua labda mnashangaa kwa njia ipi. Wimbo wa kitaifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki huwa unaimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Iwe ni jamhuri, iwe ni madaraka au iwe ni siku ya mashujaa. Lugha ambayo hutumika kuimba wimbo wa kitaifa huwa ni lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo hapo ni hongera kwa serikali na wabunge wetu kupitia mswada huo bungeni, na tunawasihi wazidi kupitisha miswada zaidi katika kukuza lugha ya Kiswahili. Daisy, uliza swali. Swali langu ni je, katika kampuni za kufanya kazi mbona wanaongeanga Kiingereza ili hali tunataka tuendeleze sanaa yetu ya Kiswahili? Ni maudhui gani mnaweza kuja nayo yenye inaweza kusaidia katika huko kampuni ili tuweze kueneza Kiswahili? Kuna mtu anajibu au nimpe jibu? Lucy, unajibu? Ryan, unajibu? Umesikia swali lake? Naam. Katika kila kampuni kuna ile tunaita mfumo wa lugha, kwa kimombo language policy. Kila kampuni ina lugha 2 za kuzungumza, na kuna baadhi ya kampuni zina lugha 3 kama Kifaransa, Kijerumani, Kichina. Kwa hivyo kampuni nyingi hapa Kenya kama vile kampuni zetu za utoaji wa bidhaa kama kampuni za soda pale Kisumu iko na lugha 2 za kuzungumza. Ukiangalia katika lango lao kuu unapoingia, lugha ni 2 pale, Kiingereza na Kiswahili. Ukiangalia kampuni kama RA iko na lugha 2 za kuzungumza. Ukiangalia kampuni kama Royal Media ina lugha 2 peke yake za kuzungumza. Kwa hivyo ukipata katika kampuni watu wanazungumza lugha ya Kiingereza, hiyo ni ile upuuziliaji mbali. Ni sisi kama wazungumzaji wa hii lugha tunaipuuzilia mbali. Lakini kampuni zote zina lugha 2 ya kuzungumza na zingine zina 3 au 4. Na tukiongeza hapo bado Bidaisy, kuna baadhi ya watu ambao wanatoka nchi za ugenini kuja kuendeleza kampuni hapa. Unapata hawajui kuzungumza Kiswahili. Kwa hivyo mimi kama nikiwa na kampuni au ninafanya pale kwenye kampuni, nafaa mimi ndio nafaa kuelekeza, niwaambie hivi ndio tunazungumza hili neno, hivi ndio tunazungumza hili neno. Kulikuwa na kampuni moja pale Westlands ilikuwa inaitwa Gameland, ni kampuni ya ujenzi. Hiyo kampuni ya Uchina ilipokuwa inajenga kule, wale wa China walikuwa wanajua kuzungumza Kiswahili kwa sababu wale watu ambao waliwaajiri kuwa wafanyikazi wao hapa Kenya walitilia maanani kuwafundisha lugha hii na kuonyesha umuhimu wa lugha hii. Kuna swali jingine? La hasha. Hatuna swali. Hebu naweza kosa swali. Swali langu ni ya kwamba tumesema kwamba Kiswahili kinatumika katika rasilimali mbalimbali kama vile biashara, na wengi wetu tunapoingia pale sokoni tunapata ya kwamba wafanya biashara haongei Kiswahili mufti au sanifu. Kwa hivyo unajua kuna ile lugha ya biashara kama vile tunasema commerce ya kibiashara, lakini unapata wakati mwingine wanabiashara wanasema nasikia 3 mbao sijui 20 tao, si ndio? Na tumesema inatumika katika biashara. Sasa wanaweza fanyaje ili hao wanabiashara pia wazungumze Kiswahili sanifu? Nataka nichague mtu ambaye atapenda jibu hapo. Acha nikajaribu. Wacha Babi na jaribu. Babi amekubali. Acha nikana. Naam, nimesikiza hiyo swali yako kakaangu. Na nimeweza kuyatazama kuwa wewe mwenyewe umesema kwamba kuna lugha ya sokoni, kuna lugha ya ofisi, kuna lugha ya matatu ambao wanaweza kusafiri. Sasa kama kwa mfano kwa lugha ya ofisi utapata kwamba lugha ambayo hutumiwa ni ile lugha rasmi, ile ambayo sisi tunasisitiza hapa kwamba iweze kusambazwa. Sasa uweze ukamlazimisha mtu ambayo hata ukienda hapa sokoni utapata kuna lugha ya sokoni. Mama mboga atakwambia sukuma ambao, kabeji ambao umeenda kichwani. Naam. Sasa ukiweza kusema yani
kuna hiyo nafasi ambayo mwongozi wetu hapa anaweza kusema kwamba serikali imeshaweza kutimiza majukumu yao ya kusambaza Kiswahili. Sasa ni sisi wananchi kujituma. Sisi wananchi ni sisi kujituma tuweze kuongea hii lugha yetu ili iweze kusambaa, ili na hiyo itasababisha wale watoto wetu na wale kizazi kinachokuja kuweza kuzungumza Kiswahili. Bwana Edwin, isimu ni matumizi ya lugha katika jamii, si ndio? Na katika kila muktadha kuna lugha ambayo huzungumzwa pale, si ndio? Kwa hivyo niliweza siku moja kuwa na msafiri mwenzangu katika gari, alikuwa mlevi, na yule makanga akamuuliza, wewe na ulevi wako utaenda mbinguni? Makanga huyo mwenzetu alimwambia, kama mnaenda mbinguni nishukisheni hapa, mimi naenda Kariobangi. Unaona? Kwa hivyo kuna ile lugha ambayo hutumika kila mahali. Ukisikia tatu mbao inamaanisha hizo bidhaa tatu, either kama labda ni nyanya, inamaanisha nyanya 3 shilingi 20. Hii lugha ambayo watu hutumia mara mingi sana sana inaitwa sheng. Ni lugha ambayo imeweza kukopwa. Ni lugha ya kukopa. Wameikopa kutoka wapi? Kwa Kiswahili. Wamechukua maneno ya Kiswahili wakachanganya ya Kiingereza, wengine wakachanganya na ya mama. Na pia tuliwahi kuwa na lugha nyingine inaitwa Shembe Teng. Ilivuma kidogo ikapotea. Hiyo lugha haikuwa na waanzilishi hodari, lakini saa hizi ingekuwa inavuma. La kuongezea, tukihitimisha bado tutajitambulisha sote jinsi tulivyojitambulisha tukianza, na tutaanza pale mwisho. Kwa majina ni Violet. Jina langu ni Daisy Jimchai. Jina langu ni Silvia. Nami ni Lucy Anyongo. Shane Bracy. Marvin Maholo. Msungu Edwin. Nami ni Rafael Kwendo. Tunashukuru sana kwa wakati huu. Tutapatana pia wakati mwingine iwapo tutakuwa na fursa nyingine kama hii. Neema ya Bwana iwe nanyi. Na Yeah.